Hakuna sababu wakati mwingine wa kulalamikia viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali kabla hatujaanza na watumishi katika nyumba ya Mungu. Tunakosea sana wakati mwingine, nakwambia, maana mimi ni mmoja wapo. Tunakosea wakati mwingine tunapoanza kuwashambulia hawa viongozi wa kisiasa kana kwamba hawaingii katika majengo ya ibada tunayoabudu. Wanaingia humo, wanasali humo, lakini walioharibika sio wao. Walioharibika ni viongozi wa kidini, viongozi wa kiroho ndio huenda hawa wamewapotosha, wamewapoteza, hawajasimama katika nafasi yao sawa sawa ipasavyo. Nimeanza na viongozi wa kidini, viongozi wa kiroho ambao tuko nao kwa karibu wakati mwingine, kwamba inapotakiwa matengenezo yawepo lazima yaanze kwao. Tunalia habari ya uponyaji wa taifa, uponyaji wa nchi, haijalishi. Anza na wewe kwanza. Tunahitaji uponyaji wa taifa, uponyaji wa taifa ni sawa, lakini nani wa kuanza? Kama unataka uponyaji wa taifa huko endelea kumshutumu mshirika wako ambaye labda ni rais, labda ni makamu wa rais, labda ni waziri mkuu, labda ni waziri, labda ni mkuu wa wilaya, labda ni mkuu wa mkoa, labda ni sijui IGP, CDF, labda ni jaji mkuu. Haisaidii. Kabla ya kumnyoshea kidole, tengeneza wewe kwanza. Usiendelee kumnyoshea kidole wakati wewe mwenyewe bado hujatengeneza. Tengeneza kwanza wewe, ujihakikishie ndani huko sawa na Mungu na wale wote walio chini yako, alafu kisha sasa tafuta utaratibu wa kumwona huyo unemnyoshea kidole. Mwambie, kwa hili mbingu hautaiona, kwa hili nchi imeharibika, kwa hili hauko sawa sawa. Na kwenye matengenezo hayo bahasha hazitakiwi. Bahasha hazitakiwi, shukrani hazitakiwi. Kwenye matengenezo hayo, hapo ni Mungu na mioyo yetu. Tuweke pembeni unafiki. Matengenezo yafanyike bila kutangulia bahasha, bila kutangulia shukrani, alafu utashangaa nchi situ inapona na Mungu ataachilia baraka kubwa kubwa. Kama ni bahasha shukrani, tutazipokea wakati ambapo tuna amani, tuna furaha, tunashangilia, kila mmoja anakula na mwenzake. Tungetamani kuona katika matengenezo haya, baada ya viongozi wa dini kwa wamefanya wajibu wao, wakajitengeneza wenyewe, tungetamani kuona wakienda kuzika washirika wao, wakiangalia kulia na kushoto, wanawaona CCM wale, Chadema wale, Kafu wale, TLP wale, wote wako pamoja kwenye msiba. Tungetamani kuona wakienda kuzika waone RC Katoliki wale, Waluteri wale, sijui TAG wale, sijui WRM wale, sijui Gospel wale, sijui watu gani wale, yani sijui Adventista wale wamekuja, yani waone madhehebu yote na Waislamu hao wamekuja kwenye msiba wa Mkristo. Muislamu aende kwenye msiba wa Muislamu, Mkristo aende. Tunatamani uponyaji wa namna hiyo. Sisi kila siku nikawa naamka, kila siku naamka namshambulia tu TLP, namshambulia na kola yangu, namshambulia niko na tai yangu, namshambulia niko na msalaba wangu, namshambulia tu asubuhi mpaka jioni. Sasa atapona lini? Maana yake na mimi nina shida kwenye moyo wangu, si ndio? Na mimi ninachokiongea hapa, nataka taifa kama taifa tupone. Kwa wale wazee wa zamani wanajua baba wa taifa alikuwaje kwenye hii nchi. Kuna ukiangalia picha zingine, baba wa taifa Mwalimu Nyerere, tukuta mara amevaa kanzu, mara amevaa kofia, yuko mara ameenda hapa, leo mtakuta yuko mara RC ameenda kule. Lengo lake lilikuwa ni kuunganisha Watanzania wote kwa dini zao, kwa makabila yao, yawe kitu hiki au wawe kitu hiki kimoja. Lakini jiulize, mpaka sasa tuko kitu kimoja sisi? Na kama tuko kitu kimoja, shida iko wapi? Sisi tutaondoka, Tanzania haitaondoka. Uwe hai.